Na asante Hamida na karibu msikilizaji. Tunaanza na taarifa yetu kuu, na miongoni mwa taarifa ambazo pia zinagonga vichwa mbalimbali kote ulimwenguni. Israeli na Marekani zinaendelea kuishambulia Tehran katika siku ya 3 ya vita vyao dhidi ya Iran. Israeli pia imeanzisha mashambulizi dhidi ya Lebanon baada ya wakala wa Iran Hezbollah kurusha idadi ya makombora ya ndege zisizokuwa na rubani. Eneo kubwa zaidi limekabiliwa na mzozo, huku mashambulizi zaidi ya makombora yakiripotiwa katika nchi za Mashariki ya Kati. Taarifa zaidi hii hapa na Steha Mohamed. Huku mapigano makali yakiendelea kati ya Marekani na Israel dhidi ya Iran na yakiingia siku ya 3, kuna hofu kwamba vita hivyo vinasambaa katika maeneo mengine ya Mashariki ya Kati. Marekani na mataifa 6 ya Ghuba yametoa taarifa ya pamoja yakisema kwamba mashambulizi ya kulipiza kisasi ya Iran yanasababisha ongezeko hatari la mzozo ambalo linasababisha ukosefu wa usalama. Marekani na washirika wake ikiwemo Kuwait, Saudi Arabia, Bahrain, Qatar, Jordan na Falme za Kiarabu wameelezea kuwa kulenga raia na mataifa yasiyoshiriki katika vita kuwa swala lisilo sawa na ni ukosefu wa nidhamu. Taarifa hiyo inaongeza kuwa mataifa hayo yako na haki ya kujilinda katika kile kinachoonekana kama kutanuka kwa mzozo huo kutokana na Iran kufanya mashambulizi katika maeneo mbalimbali ya kanda hiyo ikiwemo Bahrain, Iraq, Jordan na Qatar. Moshi umeonekana ukifukuta karibu na kituo cha kuzalisha umeme nchini Kuwait, huku Saudi Arabia ikisimamisha baadhi ya shughuli katika moja ya viwanda vikubwa zaidi vya kusafisha mafuta Mashariki ya Kati baada ya kushambuliwa. Ufaransa imejitolea kusaidia kulinda nchi za Ghuba na Jordan. Rais wa Marekani Donald Trump ameweka video kwenye mitandao ya kijamii na kuonekana katika mahojiano mengine ya vyombo vya habari kuambia watu wa Marekani kwamba wanapaswa kuwa tayari kukubali kwamba baadhi ya wanajeshi wa Marekani watakufa wakati wa mashambulizi ya kijeshi yanayoendelea Iran. Dhamira ya operesheni Epic Fury imeelekezwa kwa uwazi kabisa, ni kuharibu makombora ya kuishambulia ya Iran, kuharibu viwanda vyao vya makombora, kuharibu jeshi la majini pamoja na miundombinu mingine ya usalama, na kwa kufanya hivyo hawatawahi kuwa na silaha za nyuklia. Saudi hata hivyo imesema kupitia wizara ya kawi kwamba wameweza kutuliza moto huo katika eneo la kusafisha mafuta ya Ras Tanura. Iran inaendelea kushambulia mali za Marekani na mataifa mengine katika eneo la Ghuba kama hatua ya kulipiza kisasi baada ya mashambulizi ya pamoja ya Marekani na Israel yaliyosababisha vifo vya zaidi ya watu 550 ikiwa ni pamoja na kiongozi mkuu wa kidini Ayatollah Ali Khamenei, tukio ambalo limeleta mzozo mkubwa wa kikanda. Ali Larijani ambaye ni katibu wa Baraza la Usalama wa Kitaifa la Iran ametupilia mbali madai ya vyombo vya habari vya Marekani kwamba Iran ilikuwa ikijaribu kuanzisha mazungumzo mapya ya nyuklia na Marekani, akisema wazi kuwa Iran haitakuwa na mazungumzo na Marekani sasa hivi. Katika taarifa mpya, jeshi la ulinzi la Israel IDF linasema limemua Said Yahya Hamidi, naibu waziri wa ujasusi wa Iran anayeshughulikia masuala ya Israel. Jalalpur Hussein, mkuu wa kitengo cha ujasusi katika wizara hiyo ya ujasusi, pia ameuawa pamoja na maafisa wengine wa utawala. Taarifa hiyo inaongeza, lakini haijasema kwa undani kuhusu kuuawa kwake au alikouawa. Pia taarifa hiyo inasema wizara ya ujasusi ya Iran ambayo makao yake makuu yako mjini Tehran kwamba imelengwa. Saudi Arabia kwa muda mrefu imekuwa mwenyeji wa vikosi vya kijeshi vya Marekani na mataifa ya Magharibi, na siku ya Jumamosi serikali yake ilitoa taarifa ikilani mashambulizi ya wazi na ya uoga ya Iran. Israel imeweka wazi kabisa tangu mwanzo kwamba iwapo Hezbollah ingeendeleza kitendo chochote cha mashambulizi dhidi ya Israel, kisasi kitakuwa cha kiwango kikubwa sana, ikiwemo kuathiri miundombinu ya Lebanon. Hivyo kila mtu hapa Lebanon anaogopa sana na ana wasiwasi mkubwa juu ya kilichofanywa na Hezbollah. Kama rais alivyosema, wameharibu jitihada za serikali kuhakikisha Lebanon iko salama kutokana na matukio yanayojitokeza kote karibu nasi. Tangu kifo cha Ayatollah Ali Khamenei, BBC imehakiki video kutoka miji kadhaa zikionyesha watu wakisherehekea mitaani. Wakati huo vyombo vya habari vya Iran vimeripoti juu ya makundi ambayo yamekuwa yakikusanyika kumwomboleza kiongozi huyo wa dini. Aidha, hakuna huduma za mtandao kwa watu wengi nchini Iran na hivyo ni vigumu kwao kujua kinachoendelea. Na Steha Mohamed, Dira Dunia, BBC. Mamlaka nchini Kuwait inasema ndege kadhaa za kivita za Marekani
zimeanguka karibu na mpaka wa nchi hiyo na Iraq. Wizara ya ulinzi ya Kuwait inasema wafanyakazi wote waliokuwa ndani ya ndege hizo wamenusurika. Leila Mohamed anaangazia jinsi maeneo mengine yaliyo majirani na Iran yalivyoathirika na yanavyokabiliana na mzozo huu. Wizara ya ulinzi ya Falme za Kiarabu imesema kuwa hadi sasa imefanikiwa kukabiliana na makombora 165 ya masafa marefu yaliyokuwa yakielekezwa nchini humo, makombora mawili ya masafa ya chini yanayoruka kwa mwelekeo wa ardhini, pamoja na ndege zisizo na rubani 541 kutoka Iran. Si matukio yaliyozoeleka katika eneo hili. Iran inaonekana kutanua wigo wa maeneo muhimu inayoyalenga, kutoka kushambulia tu maeneo ya kijeshi kama vile makao makuu ya kikosi cha jeshi la wanamaji la Marekani nchini Bahrain Delta 5 hadi viwanja vya ndege na maeneo mengine ya kiraia. Kwa sasa hoteli za kifahari na maduka makubwa ya bidhaa mbalimbali, majengo marefu ya makazi pamoja na vituo vya kuondokea abiria katika viwanja vya ndege vinashambuliwa mara kwa mara, huku mianya ikionekana katika mifumo ya ulinzi wa anga ya mataifa ya Kiarabu katika Ghuba. Rais wa Israel Isaac Herzog amezungumza na BBC na aliulizwa jinsi anavyoona mafanikio katika vita hivi. Inategemea mambo mawili. Je, mtu anaweza kudhoofisha uwezo wa Iran kuendeleza silaha za nyuklia na makombora ya ballistic? Na je, mawakala wake wataleta uharibifu na ugaidi? Na swala jingine bila shaka ni kama utawala utabadilika. Hivi ni vipimo viwili, ningesema, vya njia tunayoendelea nayo mbele. Waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi amekanusha kuyalenga mataifa jirani ya nchi yake, akiambia shirika la habari la Al Jazeera, na hapa namnukuu, hatuwashambulii majirani zetu, tunalenga uwepo wa Marekani katika nchi hizo. Majirani wanapaswa kuelekeza malalamiko yao kwa wanaofanya maamuzi ya vita hivi, mwisho wa nukuu. Iran imekuwa ikiweka wazi msimamo wake tangu awali kwamba endapo itashambuliwa italipiza kisasi kwa nchi yoyote itakayoiona kuwa imehusika au imesaidia katika shambulio hilo. Mataifa ya Ghuba yalichukua hatua kadhaa kuionyesha Iran kwamba kwa mtazamo wao hayakuwa sehemu ya shambulio hilo la Marekani na Israel. Hata hivyo, kimsingi yamejikuta yakikumbwa kwa sababu ya kuwa washirika wa muda mrefu wa kijeshi wa Marekani. Viongozi wa Iran wamejaribu bila mafanikio kuyashawishi mataifa ya Kiarabu ya Ghuba kuyafukuza majeshi ya wanamaji wa Marekani na badala yake kuikubali Iran kama mlinzi wao. Wakati huo huo, wizara ya ulinzi ya Marekani imethibitisha kuwa wanajeshi 3 wa Marekani wameuawa katika vita dhidi ya Iran, ikiwa ni vifo vya kwanza vya Wamarekani tangu kuanza kwa operesheni hiyo. Rais Donald Trump ametoa ujumbe wa video akisema kuwa operesheni ya kijeshi itaendelea mpaka malengo yao yote yatakapoafikiwa na kwamba kuna uwezekano wa vifo zaidi kutokea. Tunaombea uponyaji kamili kwa majeruhi wote na tunatuma upendo wetu mkubwa pamoja na shukrani zetu za milele kwa familia hasa waliopoteza maisha. Kwa masikitiko makubwa, huenda bado kukawa na wengine kabla ya mambo haya kuisha. Hivyo ndivyo hali ilivyo kwa sasa. Inawezekana wakaongezeka, lakini tutafanya lile lililoko ndani ya uwezo wetu kuhakikisha hilo halitokei. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amesema kwamba mashambulizi ya nchi yake dhidi ya Iran yataongezeka zaidi katika siku chache zijazo. Tunaleta nguvu kamili ya jeshi la ulinzi la Israel kwa kiwango ambacho hakijawahi kushuhudiwa awali, ili kuhakikisha uwepo wetu na mustakabali wetu. Lakini pia tunaingiza katika kampeni hii msaada wa Marekani kutoka kwa rafiki yangu Rais wa Marekani Donald Trump pamoja na jeshi la Marekani. Mchanganyiko huu wa nguvu unatupa uwezo wa kutimiza jambo ambalo nimekuwa nikilitamani kwa muda wa miaka 40, kushambulia kwa uamuzi na kwa uthabiti utawala wa kigaidi. Sasa je, Marekani na Iran zitarudi kwenye mazungumzo? Oman inasema kuwa maendeleo halisi yalikuwa yakifanywa kwenye mazungumzo mjini Geneva mwezi uliopita kuhusu mipango ya nyuklia, lakini Iran ilikataa kujadili masuala mengine